Okay, karibu tena katika kio changu cha simu kwa mara nyingine tena. Nimekuja hapa kwa mara nyingine tena kukuambia tu kwamba mjadala unaendelea hivi sasa ni kuhusiana na kulipwa kutoka katika mtandao wa Facebook. Tunajua kabisa kwamba YouTube pamoja na Twitter X hao wanalipa pesa vizuri kabisa kupitia mfumo wa ADS ama monetization, ambao ni mfumo rafiki kwa kila nchi ambayo itakuwa imeruhusiwa kupata pesa kupitia mtandao husika. Sasa habari ambazo zimekuwa zikitrendi sana na kuhusiana na Facebook. So Facebook ni moja kati ya mtandao ambao kwa sasa unasemekana kwamba unalipa pesa, tena unalipa pesa nzuri kabisa. Pia nikupende kukuambia tu kwamba ni kweli kabisa Facebook inalipa, na walianza kulipa pesa mnamo mwaka 2024. Kama utakuwa ni mfuatiliaji wa Facebook, utakuwa unaona kuna mtu mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Cramvevo ameamua kuhamishia content zake fupi huko katika mtandao wa Facebook. So Cramvevo kwa sasa nadhani unamuona anapenda sana kushuti clip fupi, lakini hasa anapenda kuziweka katika page yake ya Facebook. Kwa hiyo amehamia huko ili kupiga pesa zaidi. Lakini sasa unapataje pesa, na pia pesa zako zitatokaje katika Facebook, ama utakusanyaje pesa ili utoe katika Facebook? Nikukumbushe tu, mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa. Hakikisha umesubscribe ili kuwa na mimi mwanzo mwisho mpaka pale ambapo tutakuwa tumefikia tamati. Hakikisha basi una subscribe hapo ili pia nikiweka video usikose ikufikie moja kwa moja. Tangazo halafu zeni tunarudi. Naam, ili uanze kulipwa pesa kupitia jukwaa la Facebook ama mtandao wa Facebook, cha kwanza kabisa ni lazima uwe umewasha mode ama umewasha wanasema dashboard ya kitaalamu, ambayo hii dashboard utaiwasha kwa kubonyeza account yako ama kwa kubonyeza profile yako kwenye akapaka kijipicha. Ukishakabonyeza tap, kata kwenda kusearch, zeni kakisha search katakuletea yani profile yako na dashboard yako nzima kwa ujumla. So kwa kuwa mimi natumia VPN hapa kwa sasa mtandao unasumbua kidogo, ila zeni inajaa kama hivyo, alafu then tunaendelea kujifunza. Kwa hiyo sasa utatakiwa ubonyeze profile picture ama wanasema profile yako ili kuingia katika dashboard yako kama hivi. Sasa ukishaingia katika dashboard yako ili uanze kulipwa pesa, ni lazima iwe kama hivi unapopata kuishuhudia ama unapopata kuiona. Hii ni dashboard ambayo unakuwa nimeshawasha professional dashboard. Hii professional dashboard itakuwezesha wewe kuanza kupiga pesa ama kupata pesa katika Facebook. Sasa hii professional dashboard unaiwashaje? Utabonyeza hivi vidoti vitatu hapa. Ukishabonyeza hivi vidoti vitatu, tap, kuna mfumo ambao unakuja ambao ni huu hapa. Moja, kuna edit; mbili, kuna profile status; tatu, kuna archive; nne, kuna activity logo; pia wanasema hii tano, kuna review post and tags; lakini sita, kuna view as; alafu saba, kuna search. Sasa hii ya nane ndo ambayo ni kitu ambacho tunakwenda sasa leo kukitolea ufafanuzi ama kuweza kukizungumzia. Hii inaitwa professional mode. Kwako utakuta imeandikwa hivi turn on professional mode. Kwangu imeandikwa turn off professional mode. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimeshawasha mfumo huu. Sasa utakwenda hapa, utaubonyeza mfumo tap. Ukishaubonyeza utakwenda kuuwasha, na ukishauwasha account yako ama dashboard yako hapa itakuwa ikisomeka forward pamoja na following, yani itakuwa ni mfumo wa pages na itakuwa kama vile ni mfumo wa TikTok. Kwa hiyo ukishawasha hivyo utakuwa unaanza kulipwa na Facebook, ama utakuwa umeshaingia katika mfumo wa kuweza kulipwa pesa kupitia mtandao wa Facebook.
Sasa unaweza ukauliza, je, vigezo ni vipi ama nifanyaje ili nianze kupata pesa katika akaunti ya Facebook? Kwanza nipende kusema kwamba hakikisha basi unanifollow hapo kwa kusearch Facebook Sauti ya Sifa. Unabonyeza neno follow pale, unanisearch, unanifollow ili tuendelee kwa pamoja, ili tuendelee kujifunza. Vigezo ama vitu ambavyo utatakiwa uvitimize ili uanze kulipwa na Facebook. So utavipata hapa Facebook. Mfano kama nitaenda hapa professional dashboard, nitapabonyeza. Nikishapabonyeza kwa mara ya kwanza kabisa, mimi ni akaunti yangu mpya ambayo bado haina chochote, basi inaniletea vitu kama hivi. Yani kila kitu hapa kipo sifuri, yani kila kitu kipo sifuri. Lakini kwako wewe inaweza kuwa ni akaunti ambayo umeanza nayo tangu miaka ya Nyerere kule, tangu miaka ya Kikwete, ukawa una pesa nyingi zaidi unapowasha hii dashboard mode, hasa kwa wale ambao wanawekaga video ama wanatupiaga video katika akaunti zao za Facebook, basi wana pesa nyingi zaidi ambazo wanaweza kujikuta paka wana milioni kadhaa hivi kwa Facebook zao tu. Sasa hii professional mode itakuwezesha wewe kupata pesa kupitia mifumo kadhaa, ambao mifumo hiyo, cha kwanza ni mfumo wa monetization, lakini cha pili ni mfumo wa star, cha tano ni mfumo wa progression, cha nne ni mfumo wa achievements, cha tano ni profile recommendation. Sasa wewe ili upate pesa itabidi uingie hapa kwenye monetization ili kwenda kuangalia, je, nawezaje kupata pesa kupitia Facebook. Monetization ndio hiyo tumebonyeza hapo ili kuingia. Sasa ukishaingia hapa katika monetization, wanasema kwamba utalipwa pesa kupitia mambo haya hapa. Nilisema mambo kadhaa kule mwanzo, lakini ni mambo haya hapa ndo ambayo unaweza ukalipwa. Kwa hiyo ukiingia pale kwenye monetization, baada ya kuwasha professional mode, ukaingia pale kwenye professional modes, ukaingia pale kwenye neno ambalo limeandikwa monetization, ambalo hili neno monetization ndio ambao tunapata pesa kupitia YouTube, lakini pia kupitia Twitter X. Sasa wewe utaingia pale kwenye monetization, na ukishaingia kwenye monetization utakuja moja kwa moja hapa, utaona hivi vitu kwako. Kama umetimiza kitu kipatacho hata kimoja, kitakuwa hakina uizi kufuli. Hebu angalia, kuna hii kufuli, kuna hii, pia kuna hii. Hizi kufuli zitakuwa hazipo. Kwa hiyo kama umetimiza kitu, yani umetimiza kigezo na masharti chochote hapa, yani kati ya hivi vitu, basi utakuwa mojawapo amna kufuli, yani utakuwa umeruhusiwa kutumia hiyo njia na kuanza kupata pesa kupitia Facebook. Sasa mimi hapa na kufuli kwa sababu akaunti hii ni mpya, nimeifungua mpya kabisa. Yani nimeona nianze upya kabisa, kwa sababu hata ile akaunti yangu ya mwanzo nilikuwa nikiposti picha lakini pia nilikuwa sijaweka katika mpangilio mzuri. Ili ulipwe pesa mtandaoni lazima uwe na kitu cha kufanya. Yes, na ndio maana tunaona watu maarufu zaidi kwa kina Cramvevo, kina Steve, kina nani, wanapata pesa nyingi zaidi mtandaoni kwa sababu wana kitu cha kufanya, kwamba wenyewe ni wachekeshaji, kwamba wenyewe ni waburudishaji, kwa hiyo watu wengi wanawafuata. Sasa tutaanza na hii moja hii ambayo hii itabeba wenzake wote. Hii wanaita star. Tutaibonyeza tap. Tukishaibonyeza hii star, inakwenda kutupa sasa masharti ya Facebook ili uanze kulipwa pesa kupitia Facebook. Tizama masharti. 1. Unafuata sera za uchumishaji wa maudhui za Facebook. Hii kufuata sera za uchumishaji wa maudhui ya Facebook ni nini? Maanake ni kwamba uende na masharti ya Facebook, ambao masharti haya ni mepesi sana, yapo tu kama yale ya YouTube, kwamba usiweke video za utupu, usiweke video za uchochezi wa ugomvi, usiweke video hatarishi, usiweke video labda za kuhakiaki vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii nayo Facebook ina mtindo huu hapo kwamba usifanye vitu kama hivyo. Lakini la pili, hakikisha kwamba unaishi katika nchi ambayo inastahili kupata pesa. Hapo mwanzo nchi yetu ya Tanzania, sijajua nchi yako wewe ambao unatokea kwa sasa. Unaweza kuwa unanitazama kutoka Kenya, kutoka Kongo, kutoka Zambia, kutoka DRC, lakini sijajua nchi yako wewe imeruhusiwa. Hapo mwanzo sisi nchi yetu ya Tanzania ilikuwa haijaruhusiwa kupata pesa kupitia mtandao wa Facebook, ama Facebook ilikuwa haijaweza kuleta pesa katika
nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo basi hichi kitu ambacho imesema hivi, unaishi katika nchi inayostahiki ama unaishi katika nchi ambayo inatakiwa kupata pesa, ilikuwa haipo. Lakini tangu mwaka 2024 nchi yetu nayo ikaweza kupiga tiki. Na ndio maana hapo umeona akaunti yangu ni mpya, lakini imepiga tiki sehemu moja tu ambayo unastahiki katika nchi yani unaishi katika nchi inayostahiki. Lakini pia cha tatu, wasifu wako uwe unaangalau wafuasi 500, sio 5000, no. Ni wafuasi 500. Nimeona watu wanazungumza sana. Yes, hii content nimetoka kwa sababu kwenye grupu langu moja ambalo unaweza kujiunga pia hata na wewe. Ukini search hapa YouTube, andika Teacher Sauti ya Sifa, nenda katika channel yangu ama profile yangu, angalia pale akaunti zangu za kuingia ama za kujiunga, akaunti mbalimbali, utaona na group langu lipo, jiunge. Nimeona kwamba watu wanazungumzia sana, wanasema kwamba lazima ufikishe sijui followers 5000, sijui followers wangapi, followers sijui wangapi. Yani kitu wanakizungumzia ambacho hawakijui, ambacho hawajakisoma. Mimi na tabia moja, napenda kusoma kitu ndio nikuletee wewe. Najua kabisa kwamba kuna watu wavivu kusoma, kwa mimi nafanya uchunguzi. Mfano kama leo sijalala kabisa, saizi ni saa 10:32 usiku, lakini natoa content hii. Sasa hapa wanasema wasifu wako uwe na angalau wafuasi 500. Yani hiyo dashboard yako modi ya kitaalamu, kama una wafuasi 500, basi wewe ni moja kati ya mtu ambaye unaweza kupiga pesa kupitia mtandao wa Facebook. Sasa hao wafuasi inabidi wawe pale katika forward. Yani sio following. Following unaweza kuwa umewafollowing wewe watu hata 10,000, lakini wakawa hesabiki. Wanatakia watu wakufuate 500. Twende jingine. Wanasema la mwisho, wasifu wako uwe una wafuasi 500 kwa siku 30 mfululizo. Yani unasema hivi, kama mimi mfano hapa nimefungua akaunti mpya ya Facebook, sitoweza kuingia katika mfumo wa malipo hata nikifikisha wafuasi 500 kesho, hadi nipitishe miezi ama mwezi mmoja, yani nipitishe siku 30 ndio taingia katika mfumo wa malipo. Ushanisoma? Hivyo ndio vigezo na masharti vya kuanza kulipwa pesa kupitia mtandao wa Facebook kiurahisi sana. Sasa hizo pesa tutalipwaje? Na tunajua kabisa kwamba hakuna kitu cha bure duniani. Hizo pesa utalipwa kwa kuweza kuweka, wanasema kuweka video ama kuposti video. Yani utakuwa ukiposti video katika mtandao huu hapa wa Facebook ili kuweza kupata pesa. Kumbuka kwamba mimi unavyonitazama hapo kuna faida napata. Huenda nikawa natafuta watch time za YouTube, lakini pia huenda nikawa natafuta pesa kupitia mtandao wa YouTube. Kwa hiyo hivyo sasa hapa pia ni lazima uwe una posti video. So una posti picha kama Ndalo alivyofanya hapa. No. Posti video ambazo zitaenda viral. Na ndio maana tunamuona Cramvevo kwa sasa kahamia Facebook ili kukusanya pesa. So mtandao ambao unalipa vizuri zaidi duniani ni YouTube. Sijajua Facebook, ila Facebook inasadikika kwamba kuna pesa ndogo. Yes, kuna pesa ndogo kidogo, ila mtandao ambao unalipa vizuri zaidi ni YouTube. Ila sio vibaya wewe ambaye umeizoea YouTube kuitumia ukaendelea kutumia YouTube. Wale ambao watakuwa wanatengeneza content ama video ndio hasa watapata pesa kupitia mtandao wa Facebook. So utakwenda tu hapa kwenye what on you mind. Tap, ukishapa bonyeza hapo what on you mind, watakuletea create post. Utabonyeza photos and mkwaju wa video. Maana yake kwamba hapa ndipo ambapo utakwenda kuposti video zako ambao tayari utakuwa umeshaziandaa kwa uzuri kabisa. Usiige video ya mtu, usiweke video za uchi ama za ngono, usiweke video zozote ambazo zinafundisha mafunzo mabaya. Endapo ukiweka hivyo, akaunti yako itafutwa na hautolipwa pesa kupitia mtandao wa Facebook. Video inayokuja nyingine itakuja kufundisha jinsi ya kutoa pesa katika mtandao wa Facebook.